Rais wa Marekani Donald Trump anadai anaridhishwa na utawala wa Syria wa Mohamed al-Shara na kwamba ameitaka Israel isifanye mashambulizi tena katika maeneo ya nchi hiyo ya Syria. Rais huyu amesema kwamba kwa namna ambavyo serikali mpya ya Syria inaendeshwa, amesema anaridhishwa sana na aina ya utawala huo. Muungano unaongozwa na kundi la Hayat Tahrir al-Sham HTS, tawi la eneo la Al-Qaeda, uliteka Damascus na kumfukuza rais wa wakati huo na rais wa muda mrefu Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka uliopita. Marekani imeridhishwa sana na matokeo yaliyoonyeshwa tangu kuchukua mamlaka, Trump alisema kupitia ukurasa wake wa Truth Social. Rais mpya wa Syria Ahmad al-Shara, ambaye aliwahi kuongoza HTS, anafanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha mambo mazuri yanafanyika na kwamba Syria na Israel zitakuwa na uhusiano wa muda mrefu na wenye mafanikio, alisema. Sitaki kuona Israel ikishambulia tena Syria. Ni muhimu kwamba Yerusalem Magharibi isiingilie na mageuzi ya Syria kuwa jimbo lenye ustawi, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Truth Social. Siku chache kabla, vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kwamba jeshi la ulinzi la Israel IDF lilipata hasara baada ya makabiliano na watu wenye silaha kusini mwa Syria, ambapo Yerusalem Magharibi ilitoa ukanda wa ardhi karibu na milima ya Golan inayokaliwa kwa mabavu mwaka uliopita. Eneo hilo pia hivi karibuni lilikuwa shabaha ya operesheni za pamoja za Marekani na Syria. Vikosi vya Marekani na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Syria viliharibu zaidi ya maghala 15 ya silaha na madawa ya kulevya ya Islamic State kusini mwa nchi hiyo wiki iliyopita, CENTCOM imeripoti Jumapili. Al-Shara aliahidi msaada wake dhidi ya IS wakati wa ziara yake huko Washington mapema mwezi huu. Serikali mpya ya Syria imejitahidi kudhibiti ghasia za kidini tangu kuchukua madaraka, huku maelfu ya watu kutoka Druze, Alawit na jumuiya ya Kikristo wakiripotiwa kuuawa katika milipuko hiyo ya hapa na pale. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.